Upandaji wa mbegu ya mihogo imekuwa ni changamoto sana katika wakulima wengi. Wakulima wengi wanashindwa kupanda mbegu ya muhogo kulingana na miongozo na taratibu mbalimbali ambazo zimewekewa na wataalamu wetu. Hivyo basi inatakiwa leo niweze kukufundisha ili uweze kujua ni kwa nini wewe unapanda muhogo lakini mihogo yako inakuwa haifanyi vizuri au haichipui vizuri kama unavyoangalia katika skrini yako. Utaratibu unatakiwa kwamba muhogo unapokuwa unapanda uweze kuonekana katika kama unavyoona, yani matawi inabidi yaweze kutazama juu. Utakapoanza kuchipua inabidi uchipue matawi yaonekane kama unavyoona katika skrini hiyo. Kwa hiyo tutakuwa na mkulima wetu hapa ataweza kutuangazia na kutueleza hatua kwa hatua ili ufanyaje muhogo huo utakapoweza kupanda uweze kuonekana kama unavyoona katika skrini hapo, kwamba uweze kuota vizuri na uweze kuchipua katika hali ambayo inatakiwa kitaalamu. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida, mpenzi mtazamaji, mkulima wetu ndio huyu hapo, ataweza kutuelezea kwamba tuweze kuona kwamba jinsi gani ya kulima muhogo. Kama hili mihogo kama unavyoangalia katika skrini yako hapo nyuma, hiyo ndio shamba lake la muhogo. Muhogo umekubali, muhogo umechipua, ila kuna siri nzito ambayo inabidi aweze kutuambia kwamba mihogo anapanda pandaje. Karibu sana mkulima, naomba ujitambulishe. Asante. Mambo vipi lakini? Salama, habari? Salama salama. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Ndio. Ni mkulima wa shamba hili la mihogo. Ya kama unavyoona. Na hii ndio miche ya mihogo. Miche hii naanza kuandaa kama hivi unavyoona nimekaranya vipande. Hivi ni vipande. Ya miti ya muhogo. Ndio. Ambapo vipande hivi ndio naanza awali. Yani naanza hatua ya kwanza, yani na chimba shimo sio kubwa. Wastani kama inchi 5-6. Naweka napanda chini hivi. Yani hapa unaangalia kwa sababu hii miche kuna hivi vidugu ambavyo unaona hivi virungu. Hivi virungu ndivyo vinavyofanya machipukizi, yani baada ya kupanda hivi tayari umeshachomeka muhogo wako kama hivi. Kwa hiyo hivi virungu ndivyo inatoa miche ya kuchipua. Ndio make inatoa matawi, yani majani. Yani natoa mfano, ndugu mtangazaji, umeona huu? Umeona huu? Hapa tunaona vizuri. Sasa huu ndio uko tayari sasa. Kwa hiyo mwanzo wake ndio inaanzia hii. Hatua ya kwanza. Unaanza kuipandikiza na hivi ndivyo vinaanza kutoa majani. Wakati huo huku chini tayari kuanza kutoa mizizi, kuanza kujisikilizia ili kuanza kujitengeneza ili kuwa muhogo. Kwa hiyo hii ndio hatua ya muhogo jinsi inavyokuwa. Kwamba ni miti ambayo unaiandaa. Na upandaji wake unapandaje? Ina maana kama unapanda miwili au mmoja kama tunavyoangalia katika shamba lako hapo, kama ukiangalia vizuri hapo. Ina maana unapanda moja. Kwa hatua gani, kwa kiasi gani? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Huu muhogo unapandwa moja. Nitoka kutoa mfano hapa. Kama hivi ambavyo umeona hii nyingineyo ambayo niko tayari nimeshaipanda. Kwamba hapa unaacha nafasi kwa sababu muhogo unapokuwa unatoa matawi kama vile mwembe au kama vile mkorosho. Kwa hiyo ili muhogo wako uweze kuzaa vizuri, ndugu mtangazaji, ni lazima uweze kuacha nafasi. Kwa mfano hapa unaacha nafasi ya futi 2 ama hata futi 3. Unapanda, unahesabu futi, unachukua tepu. Sisi huwa tunachukua tepu, napima mstari pap, naishia hapa, naweka muhogo tap, natoka tafuta mwingine tena, naweka muhogo pale tap, natoka hivyo tena mpaka mbegu yote shamba langu lote inaweza kupanda muhogo. Kwa hiyo muhogo unapanda kwa hatua maalum ambazo ili muhogo wako uweze kuzaa ipasavyo. Na ardhi gani nzuri ya kupanda mihogo? Okay. Kuna ardhi ziko aina nyingi, kuna ardhi ya kichanga. Ni kweli. Kuna ardhi nyingine nyeusi, kuna ardhi nyingine na mchanga. Ni kweli ndugu mtangazaji. Kwa ya muhogo ardhi mzuri ni ile ardhi ya kichanga. Kwa sababu ardhi ya kichanga
hata muhogo pia unapata nafasi ya kujitanua chini, kwa sababu unakuwa yani haubanwi, lakini ardhi ya udongo muhogo chini unakuwa hauwezi kujitanua, yani unabana, kwa sababu ardhi ni ngumu chini, kwa hiyo yani inabanwa, kwa hiyo muhogo unakuwa afya yake inakuwa dhaifu sana, sio muhogo mzuri. Ukitaka muhogo mzuri, panda ardhi yenye mchanganyiko, kwamba mchanga na udongo, mchanga na udongo. Kama ambavyo tunavyoangalia katika ardhi yetu kama hii hapa. Kama ni hii. Sasa hii ardhi ndugu, iko muhogo ya ardhi hii sio mzuri sana. Hii ardhi ndugu, unaona sababu hii ardhi ni mwingi sana utawala udongo. Sio mchanga. Kwa hiyo hii muhogo unakubali, lakini muhogo haukubali kama inavyotakiwa. Kupitia ya udongo tulionao, kwamba huu udongo sio mzuri, ila kwa sababu kwamba unazaa na pia unanipatia kipato ambacho mimi nakihitaji, naweza kusema ishara Mwenyezi Mungu namshukuru, lakini huu udongo sio mzuri sana ndugu mtangazaji. Kwa hiyo basi naomba muonyeshe mtazamaji wetu hapa aweze kutazama. Ndio. Mihogo yake vizuri, yani hiyo ndio mbegu ya muhogo. Kwa maana hii ndio miche. Miche unakuwa unakata kidogo kidogo kama hivi. Hii ndio miche unakata vipande. Yani huu unakuwa ni mti kama huu ndugu, na samani kidogo ndugu mtangazaji, labda atakatifu kwa vitendo, unakuwa ni kama huu hapa. Kwa huu unakata, unachukua panga wako unakata, kwa tena ukata hapa, tukua tena kama hivi, kuna pima papo, unakata kipande tayari. Kwa hiyo muhogo ni mbegu ambayo ni hii miti yake. Baada ya kuvuna, wanatafuta sehemu penye kivuli ili kuepuka hii miti isije kukauka. Ukikaa penye kivuli, huu mti unakuwa hauwezi kukauka, unakuwa bado mbichi mpaka muda wa kuja kuandaa shamba lako na kuja kupanda muhogo wako. Kwa hiyo hiyo ndio mbinu za ulimaji wa muhogo ndio huu. Basi hapo jambo zuri sana, tunashukuru sana. Ndio. Na kwa uchache tu, kuna aina gani kuna aina ngapi ya mbegu ambazo unazifahamu za mihogo? Mbegu ambazo unazifahamu za muhogo? Okay, mbegu bwana zipo nyingi. Zipo nyingi. Huu muhogo, hii mbegu hii hapa. Hii mbegu inaitwa linyamwa kwa sisi kusini. Hii ndio linyamwa. Huu hapa, huu ndugu unaitwa kibarika. Kwa hiyo shamba langu hili nimeweka mbegu changanyiko. Kuna linyamwa, kibarika pamoja na kibarika. Kwa hiyo hizi ni mbegu ambazo kiroba au na kiroba? Kiroba sina. Kiroba sina ndugu mtangazaji. Hiyo bado nipo kwenye mchakato wa kutafuta. Basi ili nipate na niweke kwenye shamba langu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji bwana, ndio hii ndio mbegu ambayo mimi ninayo kwenye shamba langu hii. Kwa hiyo hii kibarika huu muhogo ni kwa ajili ya kutafuna tu na sio kwa sababu ya mapishi. Na kukaanga vipi? Haifanye vizuri? Kukaanga haifanye vizuri. Yani huu muhogo ni kwa ajili ya kupeka sokoni, kwa ajili ya kutafuna tu. Na hii linyamwa hii ni kwa ajili ya kupika. Ukipika maji kidogo, tena ukiteweza unakuta muhogo tayari umeshata, yani utapata. Kwa hiyo huu ni kwa ajili ya mapishi tu nyumbani. Huu ni mapishi nyumbani, na pia hata kama kutafuna, unaweza wa kutafuna, lakini ladha yake tofauti na huu barika. Kwa ajili ya kutafuna tu. Hapa huu kwa ajili ya kutafuna tu, sio kwa ajili ya mapishi. Na kama utapika, lakini kwamba utakula ya raw fry, kwa sababu kwamba hauivi unavyotakiwa. Kwa hiyo huu ni kwa ajili ya kutafuna na huu ni kwa ajili ya mapishi. Na pia huu unaweza kutafuna, lakini utatafuna kwa hali ya basi tu, lakini kwamba leo hii inakuwa high fry. Kwa hiyo hizi ndio mbegu ambazo nimeziandaa. Ndio hiki hapa. Hii nyama. Hii nyama hii. Huu mchimba mmoja tu unakuwa kama kwenye nguu hapa. Muda mmoja ukipika wewe unakula bila shaka ya aina yote. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hizo ndio aina ya mbegu ambazo nazo shambani kwangu.
nimepanda kwa miaka yote toka nimeanza kupenda kilimo cha muhogo. Basi tunashukuru sana kwa kuweza kutufundisha leo. Asante sana. Tumeweza kujifunza kuangalia jinsi ya kupanda mbegu ya muhogo. Ndio. Na pia tumeweza kujifunza aina mbalimbali ya muhogo. Ndio. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Naomba kuweza kukumbushia kwamba uweze kuandika neno muhogo katika comment ili kusudi uweze kutumia kitabu kizuri ambacho kinahusiana na masuala zima ya muhogo na kilimo cha muhogo hatua kwa hatua. Pia kumbuka kusubscribe na kulike.